Haleluya, jina la Bwana Mungu lihimidiwe. Jina la Mungu ambaye mtumishi wake nabii Isaya akasema, Roho wa Bwana yu juu yangu, amenitia mafuta ili kuwahubiri wanyenyekevu habari njema. Na si mwingine tena ambaye aliweza kuachilia Roho wa Bwana juu yake na akaweza kumtia mafuta ili kuwahubiria wanyenyekevu habari njema, ni Bwana wetu Yesu Kristo, anayestahili sifa, utukufu na heshima. Na siku ya leo tunamshukuru, ameweza kutuleta mbele yenu hapa na ameweza kuyatia mafuta ya neno lake ili kuwahubiria kwa habari ya jinsi ambavyo wanadamu wameishia tu kuona uwekezaji upo tu kwenye mambo ya masuala ya kimwili, lakini wasijue kwamba kuna uwekezaji wa kiroho kwenye mambo ya Mungu. Hii ni sauti ya mtu aliye nyikani. Tunaitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu. Tunanyoosha pale ambapo ulipindishwa au ulikuwa hujui ya kwamba uwekezaji hauko katika tu masuala ya kimwili, bali hata kwenye mambo ya kiroho. Watu wanatakiwa kuwekeza katika ufalme wa Mungu, na kila bonde litajazwa. Ili upate kujazwa neema, hekima hii na maarifa haya, ili ujue kuenenda sawa sawa na maelekezo ambayo Mungu ametaka uyapate siku ya leo. Kabla tujaingia katika somo la kichwa cha leo, tuweze kuomba. Tunakushukuru Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, uliyetupa neema na kibali machoni pako na kuweza kutufunulia siri hii ya swala zima la uwekezaji kwenye masuala ya ufalme wako. Tunasema asante. Tunaomba Roho Mtakatifu ukatumie vinywa vyetu, ukatumie akili zetu, mawazo yetu, na ukapate kumshuhudiza yule ambaye Bwana siku ya leo umetaka apokee akili na ufahamu huu, ili ajue jinsi ya kuweza kuwekeza katika ufalme wako na kupata faida nyingi zaidi kuliko alipokuwa akiwekeza katika masuala ya kimwili. Na wote ambao mnanifuatilia ndani ya taifa la Tanzania na nje ya taifa la Tanzania, mnaweza kuitika kwa pamoja kwa kusema amen. Amen. Sasa baada ya kusema hayo, niweze sasa kuingia kwenye kichwa cha somo la leo kinachosema uwekezaji wa kiroho kwenye mambo ya Mungu. Uwekezaji wa kiroho kwenye mambo ya Mungu. Sasa hili swala uwekezaji, nafikiri umeshalisikia sana katika masikio yako, ukiwa ndani ya taifa la Tanzania ama ukiwa nje ya taifa la Tanzania. Lakini kwa kuwa Mungu anasema masuala ya kiroho utambulikana sana kwa jinsi ya roho, maana mwanadamu mwenye tabia ya mwili hawezi sana kuyapokea yale ya roho. Kikubwa tu ni Mungu akujalie ili uweze kupata neema ya kuyapokea, maana si wote waliojaliwa. Lakini kwa kupitia neema ya Mungu, ni maombi yetu kwamba uweze kuelewa kwa habari ya kwamba swala la uwekezaji wa kiroho ni swala ambalo lina faida kubwa kuliko ambavyo uliwahi kudhani au uliwahi kufikiri. Lakini kabla tujaingia kwenye kueleza, tuone kwanza nini maana ya uwekezaji. Nini maana ya uwekezaji? Neno uwekezaji maana yake ni kitendo cha mtu au cha watu au taifa ama nchi kuweka rasilimali mahali fulani, au vitu, rasilimali za vitu au rasilimali watu mahali fulani kwa matarajio ya kupata faida baadaye. Kwa hiyo ni wanaweka kwa matarajio ya kile ambacho wamekiwekeza kiweze kuleta faida baadaye. Kwa hiyo hapa tunapozungumzia pia kuna rasilimali vitu, kuna rasilimali watu. Kwa hiyo moja kwa moja
nao pia mtu anaweza akawa ameamua kumwekeza mtu au kumweka mtu mahali fulani, ili akiwa anatarajia kupitia yule mtu apate faida kwenye taifa lake. Apate faida. Kwa hata watumishi wa Mungu wamewekwa ili Mungu apate faida kwenye ufalme wake. Kwa hiyo leo tutaona jinsi ambavyo Mungu anavyofanya kazi yake. Lakini kwa jinsi ambavyo neno la Bwana limeweza kutujia ni namna ambavyo Mungu anaposema kwenye kile kitabu cha Mathayo 13:35 bila kukosea. Isaya akasema, akufumbua kinywa chake pasipo mifano, akayanena yaliyostirika tangu awali. Kwa hiyo ni swala la mifano kwanza, uwekezaji wa kimwili, ili tuweze kuwaletea siri ya namna ambavyo neno hili uwekezaji lilikuwa limefichwa kwenye mambo ya masuala ya kiroho. Hivyo kuna aina mbili pia za uwekezaji. Kwa kuna uwekezaji wa kiroho na kuna uwekezaji wa kimwili. Kwa tunapozungumzia kwamba kuna uwekezaji wa kiroho na uwekezaji wa kimwili, leo wengi sasa ndo watakuwa wanashangaa kwenye hapo uwekezaji wa kiroho. Lakini wa kimwili, hili ni jambo tu ambalo hata hapa juu limejielezea jinsi ambavyo watu wanaweka kitu au wanaweka fedha mahali kama sehemu ya kuwapatia faida baadaye. Hivyo anasema kuna watu pia aina mbili katika masuala mazima ya uwekezaji. Nimesema uwekezaji uko wa aina mbili, uwekezaji wa kiroho na uwekezaji wa kimwili. Na kila mtu anayewekeza huwa anachotarajia ni apate faida, sio hasara. Lakini hapa tutaweza kuongea aina ya watu ambao wanawekeza kimwili, na watu hawa ambao wanawekeza kimwili moja kwa moja hao wawili, na jaribu kuelezea watu ambao ni wawili ambao wanaweza wakawekeza kimwili. Alafu kwa hao ambao wamewekeza kimwili, kuna ambao kuna mmoja wapo amewekeza kimwili kwa faida na mwingine amewekeza kimwili lakini ni kwa hasara. Kwa hiyo tunapoona kwamba kuna watu wamewekeza kimwili kwa faida na kuna mwingine amewekeza kimwili kwa hasara. Kwa hiyo hapa tutaanza kuona sasa mtu ambaye anaweza akajikuta amewekeza kimwili ni wale ambao labda wamepata fedha wakaamua kufanyia matumizi, au wakaamua ile fedha kuiwekeza au kuiweka kwenye biashara ili kuzalisha biashara nyingine. Kwa pale wanapokuwa sasa wanawekeza ili kuzalisha biashara nyingine. Lakini kuna watu watakuwa wanasema hivi ni mahubiri, lakini mbona mnaingizia biashara? Biashara pia nayo ni moja ya kitu ambacho Mungu ameumba ndani ya mtu. Sio wote tutakuwa wachungaji, sio wote ni wainjilisti. Kuna mtu tu ana kipawa cha kuongea na watu kwenye biashara. Kuna mtu tu ambaye Mungu amemweka yeye ni mfanyabiashara wa bidhaa ambazo ni za muhimu sana mwanadamu kuzipata. Kwa huwezi kusema hutawagusia, maana hata kwenye nyumba za ibada watu wanaohudhuria wote, Mungu anapowaleta hawaleti tu wafanyabiashara au waimbaji au kuleta tu mitume au wainjilisti. Wafanyabiashara, watu ambao wanawekeza kwenye kilimo, watu ambao wanawekeza kwenye ufugaji na namna mbalimbali. Lakini ili jambo ninalolisema kwamba hapa kuna watu wawili wanawekeza kwa faida na katika huyo mwingine anawekeza lakini si kwa faida bali kwa hasara. Sasa tukizungumzia huyo anayewekeza kwenye mambo ya kimwili kama biashara, kama sekta labda ya ufugaji au sekta ya kilimo, mtu huyu
ambapo anawekeza akiwa anajua kabisa kwamba kama ni sehemu ya kilimo, kile kilimo kitanipa faida baada ya muda fulani. Kama ni uwekezaji kwenye kilimo, nimeelezea ufugaji, itanipa faida, itampa faida. Lakini huyu mtu, ili muendelezo wa ule uwekezaji wake uendelee kuwa na faida kwa wakati wote, mtu huyu ni mtu ambaye anapokuwa anajua kabisa kwamba nimewekeza kitu au rasilimali fulani mahali fulani kwa lengo la kutakiwa kupata faida, mtu huyu huwa anajua Mungu ana sehemu. Mtu huyo lazima awe anajua Mungu ana sehemu katika biashara ile aliyowekeza, katika sekta ile ya ufugaji, katika sekta ile ya kilimo ambayo inampa faida. Kwa sababu Mungu anapokuwa anasema katika kitabu cha Malaki 3 bila kukosea, leteni zaka kamili, au je, mwanadamu atamuibia Mungu? Lakini wao wanasema tumekuibia kwa namna gani? Anasema mmeiba zaka. Lakini anapokuambia lete zaka, ni ili akemee yule anayetaka kuja kula sehemu ya pale ulipowekeza. Kwa unakuta biashara ama unakuta sekta ya ufugaji ya kilimo ya ule mtu inampa faida, lakini kuna namna ambavyo angetakiwa apate faida kubwa zaidi, kwa kujua siri hii ya kwamba anapowekeza kwenye masuala yake ahakikishe pia na Mungu ana sehemu, awekeze kwenye ufalme pia wa Mungu ujengwe. Kwa pale anapokuwa sasa anawekeza na anajua Mungu anatakiwa awe na sehemu, ina maana Mungu naye ana sehemu ya kumtetea yule aliyewekeza kwenye sekta ya kilimo, sekta ya ufugaji au biashara. Mungu anaweza kuhakikisha anailinda ile biashara ili isife njia. Ndio maana tunaona kwamba ikiwa watu hawamshirikishi wala hawajihusishi kabisa na kutoa sehemu kwa Mungu, hizo biashara zinakuwa hazidumu na mwishowe zinakufa, kwa sababu Mungu anatafuta yeye atende, afanye, kwa sababu ni sehemu. Kila alichopewa ni sehemu ya Mungu. Kile kipawa alichopewa cha kibiashara au cha ufugaji, au amepewa kipawa cha namna yote, iwe cha uimbaji, iwe cha kuna hao ambao wanaendesha meli, kuna hao wanaendesha ndege. Naye kuna namna ambavyo anafanya kitu pale ili awekeze apate faida kwa kazi yake ya kubeba abiria, au chombo chake kubeba watu kwenye ndege au meli, au mtu mwingine bajaji ama pikipiki, amewekeza kwenye pikipiki ilete faida na bodaboda labda ilete faida. Mungu ana sehemu gani ili aweze kumkemea anayetaka kiunguza labda chombo chako, au akemee hata ajali za kutengenezwa. Kwa unakuta biashara nyingi au watu wengi wanaowekeza kimwili hawakumbuki kuna namna ya kuwekeza kwenye mambo ya Mungu, ili Mungu aseme nami nitamkemea lai, sitaruhusu mti wako upukutishe matunda. Manake hapo sehemu ulipowekeza, manake ni mti ulioupanda ambao unatarajia ulete matunda au matawi ya biashara nyingine, au sekta ya kilimo iweze kuleta tawi lingine la mahali pengine pa kilimo au ufugaji. Kwa hiyo unakuta sasa watu wanajikuta wanaishia kuwekeza rasilimali zao au vitu vyao kwenye mwili, kwa faida zao wenyewe, lakini Mungu ana sehemu na kile ambacho aliwapa, au ile talanta au karama au kipawa. Mungu anakuwa ana sehemu nacho. Lakini amen.
Lakini pia nikueleze kidogo wale ambao wanawekeza katika mwili ili wapate faida katika mwili pia. Maandiko yanasema tangia mwanzo Mungu asema Mungu akabarikia mkwambia zaeni kuongezeke mkajaze nchi. Mungu akabarikia akabariki uzae kuongezeke tukajaze nchi. Sasa ni kanuni ya Mungu watu tuzae na kuongezeka. Pale mtu anapowekeza anaanza biashara moja anawekeza ili aongezeke. Ni kanuni ya Mungu na kubarika. Lakini pia kama usema unapoongezeka pia ni pao unabidi pia kuongezeka katika mwili pia uwezeka katika ufalme wake. Kama sadaka. Mungu nakushukuru kwa hichi hapa kwa kuniongezea. Unaweza katika ufalme wa Mungu. Ili Mungu pia azidi kufuatia neema kuja kuongezeka katika biashara yako au unachofanya katika utumishi wako. Amen. Kuongezeka na kuwekeza kwa mwili si mbaya, ili kuongezeka katika mwili si ni kanuni ya Mungu, lakini pia kumbuke pia unapoongezeka pia uwekeze katika Mungu swala ya kiroho pia kwenye mambo ya ufalme wa Mungu. Maana yake yeye ndio mlinzi wa kile ambacho umekiwekeza kikupe faida. Kile ulichokiweka ili baada ya hapo kikupe matokeo ya uwekezaji wako. Yeye ndio mlinzi. Kama tunajua maandiko yanasema Bwana asipolinda mji, kwa analindaje kitu ambacho haoni mtu anaona kwamba yeye ndo amemwezesha hata kufika hapa. Anawezaje tu Mungu kufanya ulinzi wa kitu ambacho ana share nacho? Auoni kama ana sehemu katika maisha yako, katika biashara yako? Ni kama unaona hana umuhimu. Kwa unaweza ukawa unatumiaje na Mungu wako? Ndio pale sasa anakuwa amekupa wahubiri, amekupa wachungaji wenye kuhubiri hiyo kweli ya neno la Mungu, ambao unapopeleka. Hata leo tumeletwa hapa kama sehemu ya wahubiri wenye kukuhubiria haya, kwa lengo la kwamba ili ujue kwamba chochote ambacho Mungu amekupa ukakiwekeza. Zaburi 24:1, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wanaokaa ndani yake. Kwa ametupa neema na mafuta ya kukuonyesha ni kwa jinsi gani ambavyo unakwama kwenye mambo yako ya uwekezaji wa kimwili, na huku unamsahau yeye katika ufalme wake. Kwa unaposahau kutenda kazi au kuwekeza kwenye mambo ya kiroho kwenye ufalme wa Mungu, kwa hata kutoa shukrani ya jinsi Mungu amekulinda, amekupa wateja ambao ni mali yake pia, ukatoka kwenda kumshukuru Mungu, kumwambia Mungu na kushukuru, nimeona faida ya hicho ulichonipa nikawekeza, na mimi Bwana ninatoa sehemu ya hicho ulichonibariki, ili uzidi kuilinda au kuikuza. Maana Mungu ni Mungu wa kuongezeka, kama ulivyotangulia kusema kwamba zaeni mkaongezeke. Na hapo tena Mungu anakuambia wakati unawekeza kwenye mambo ya dunia hii, au unawekeza kwa ajili ya faida ya mwili wako ama familia yako, watoto wako, tunaweza kuona kwamba ni kweli watoto wanatakiwa wazazi wawekeze kwa ajili ya kuacha sehemu, tunasema ni urithi, watoto wasije wakasumbuka. Lakini usibezi sana kwenye eneo hilo la uwekezaji kwa kuwaza tu urithi kwa watoto. Lakini kuna huyu Mungu ambaye hata utakapoweka kwenye urithi au ukawekeza ili kwa ajili ya kuja kuhakikisha umeacha urithi kwa watoto wako. Wapo watu ambao wananyang'anya urithi wa wana. Wapo watu wananyang'anya urithi kwa wajane. Wako watu wananyang'anya urithi kwa yatima. Sasa hichi kitendo kitaingiliwaje kati? Mungu ataingiliaje kati? Au wale ambao wamepewa sekta, wamewekwa kwenye sekta ya ustawi wa jamii, kutetea haki
za watu ambao wazazi wao waliwekeza kwa lengo la kuhakikisha wasiwaache watoto wao kwenye mazingira magumu. Lakini leo unakuta sasa kile ambacho wazazi wao walikiwekeza, mali, kama ni maduka, kama ni viwanja, kama ni mifugo, kama ni chochote umewekeza, kinakuja kugombaniwa na ndugu. Watoto wanakosa haki. Sasa pale unapoona kuna mvutano ama kuna hali ya kutokupata haki yako, ujue kwamba Mungu ni Mungu, ni mhukumu wa haki, na umlipa mtu sawasawa na haki yake. Kwa Mungu ataingiliaje kati? Kwa kupitia hata wale wanaosimamia haki za binadamu, kuhakikisha unapata haki yako kama mjane au unapata haki yako kama yatima. Tunaona kwenye maandiko haya kwamba kama ulikuwa umehakikisha umewekeza kwa watoto wako, lakini na kwa Mungu ulikuwa unatoa sehemu, ina maana wale wanaotaka kuja kula, ndio pale Mungu anakuambia kwenye ili andiko la Mathayo. Ukisoma Mathayo 6 mstari wa 19, msijiwekea hazina duniani, nondo na kutu viharibupo, na wevi huvunja na kuiba, bali jiwekeni hazina mbinguni kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kwa kutu wala kwa wevi hawavunji wala hawaibi. Kwa kuwa, mstari wa 21, kwa kuwa hazina yako ilipo, ndipo utakapokuwapo na moyo wako. Kwa nini Mungu anazungumza hivi? Ina maana Mungu akiwa na sehemu, ina maana kuna namna hata watoto wako, kile ulichokiwekeza kwa ajili ya faida yao kesho, urithi wao kesho, hata ikiwa kuna mtu anakuja kunyang'anya, ina maana mbingu inasimama upande wako na kutimiza lile neno, anasema nitakuinulia msaada. Yaani watu ambao wanasimama upande wako kutetea haki ya mtoto wako ambaye wanataka kumnyang'anya sehemu ya urithi, au mzazi ama nani sehemu ya urithi, kwa sababu tayari ina maana kuna namna naye aliweza kuwekeza kwa Mungu. Kwa hii nondo na kutu ni kweli ni kwenye ufalme wa Mungu, lakini tunapozungumzia ufalme wa Mungu, kuna ufalme wa Mungu hapa chini duniani. Kuna ufalme wa Mungu hapa chini. Anasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki zake, hayo mengine mtazidishiwa. Ni kama kwanza Mungu, kwanza Mungu. Wekeza kwa Mungu kwanza, mengine atakuzidishia. Lakini unataka bado kwa mapenzi yako biashara unalosanayo kwanza ipanuke, ongezeke. Lakini ili ongezeke, Mungu ongezeke, biashara ongezeke, kwanza wekeza kwake kwanza. Au mengine atakuzidishia ya kimwili. Kwa lakini pia ni msingi pia ujue kwamba sehemu ambao unaipata lazima pia hiyo sehemu unayopata, hiyo kipato unachopata pia ina sehemu pia kwenye ufalme wa Mungu pia. Kile ambacho vya mapato yake au vyanzo vya biashara yake ama kampuni yake aliyowekeza hapo shilingi ama amewekeza nini, ina sehemu pia kwenye ufalme wa Mungu. Kwenye ufalme wa Mungu. Sio cha kusahau hicho. Lazima hiyo sehemu ambayo hiyo kipato unachopata pia kipe na sehemu katika ufalme wa Mungu. Lakini pia kwa naangalia pia anakuwa na kwa hivyo anaongea. Kama pia hapa kuna serikali pia ya Tanzania, serikali za Kenya pia wanalipisha kodi. Ni kama ile sehemu ambayo kipato chako lazima pia serikali ihusike pia. Ni kama hivyo, kama inalinganishwa na kama hicho pia serikali pia ya ufalme kuni pia inabidi pia ina sehemu pia kile ambacho unachopata kwenye ufalme wa Mungu, ambao sasa huku kwenye ufalme huu wa serikali, kwa mfano ya Tanzania, inaweza ikatokea wezi wakavunja duka lako, wakavunja zizi lako, wakakuibia. Lakini huku kwenye serikali ya ufalme wa Mungu ndio hapo unaambiwa hakuna wevi wala wanyang'anyi. Kwa nini? Kwa nini? Tunajua Mungu ni Mungu ambaye analinda
analinda vitu ambapo anajua ana faida napo. Amen. Ni sawa na mtoto ambaye umemzaa unajua una faida naye. Utamlinda sana. Amen. Yani huyu mtoto nimemzaa na faida. Huyu mtoto kuna namna moja ama nyingine ananifaa kwenye ufalme wangu. Kwa kuna namna atahakikisha hata kama ni mali zako. Ni kitu chochote ambacho umekiwekeza kwenye ufalme wake. Kimpe motisha Mungu kuhakikisha anakilinda ili nondo au kutu, wevi wavunjao wasije kuvunja. Na tunapozungumzia, mtumishi alipozungumzia serikali ya jinsi inavyotakuwa ulipe kodi, na kwa Mungu pia sio kwamba tunaweza kusema anakulipisha, ila ni kanuni ambayo imewekwa kwamba katika sehemu ya kipato chako, ya kile kipato chako kuna sehemu ya Mungu, lakini katika ufalme wake, ili ajue kabisa kwamba kuna mtu ambaye anafaidisha ufalme wangu, ufalme wake mwake kunahitajika nini. Ukaangalia pia hizi kodi anazolipa watu wa serikali ya kimwili, ni kama ile kodi ifanyie maendeleo nchi, ifanyie maendeleo nchi kama Tanzania. Kama barabara zijengwe na nini. Hivyo pia kwenye serikali ya ufalme mbinguni pia unapowekeza kwenye ufalme mbinguni pia ni kama unafanya kutakuwa unasababisha pia maendeleo katika ufalme Mungu uwepo. Utumishi wa Mungu kwa mfano uendelezo. Kwa mfano mtu akitoa sadaka saa kipato chako pata kwenye biashara yake, akaita fungu la 10. Ile fungu la 10 mchungaji anapata, anaweza kuenda kununua vitu vya muziki ili kufanya maendesho kwa maendeleo kwenye mfumo wa Mungu. Ni kama hivyo watu. Vitu vyenye thamani ya kiwango cha Mungu wetu. Yani Mungu wetu hadhi yake alionayo. Unasema kweli, na Mungu wetu tunatamani apate vitu vyenye hadhi, vyenye viwango kwenye ufalme wake. Maana Mungu wetu sio Mungu wa na nadhani kila binadamu, hakuna mtu anayependa kitu chenye viwango vya chini. Hakuna mtu anayependa apate kiti chenye kiwango cha chini. Kuna mtu anayependa atumie speaker yenye viwango vya chini. Kuna mtu anayependa nyumba ya Mungu ijengwe lakini mapambo yake hayako katika viwango au standard ya viwango vya Mungu, ili hata anayefika Mungu wetu anatukuzwa, sio tena Mungu anatukana. Kwa hiyo tunaona sasa katika ufalme huu wa Mungu, pale tunapokuwa tunawekeza huku, ulinzi upo. Hata ukisema kwamba kodi zetu pia zinasimamia ulinzi wa askari polisi, wanalinda mali za raia wa ufalme au nchi ya Tanzania au mahali pengine. Unataka kuniambia kweli wanaweza wakawa wanalinda usiku, wanalinda mchana ili usivunjwe? Lakini tunachojua, Bwana asipolinda mji, wao walinda wafanya kazi bure. Kwa hata kama utasema kwamba nalipa kule kodi kwenye taifa langu Tanzania ili nipate ulinzi wa vitu vyangu, lakini kuna matukio yanaweza kutokea kama moto, kama tulivyoona kwenye miaka hii ya karibuni au hivi miaka hii tuliopo. Mioto inatokea kwenye masoko kama Mawasiliano, Kariakoo. Tunaona bara ya Ulaya, misitu ya nyikani, kuna mbuga kule. Hatuwezi kujua katika faida ya watu wanaokuja kuangalia au kufanya utalii, Mungu ana sehemu gani na sekta hiyo ya utalii, ili Mungu aweze kulinda zile rasilimali za vitu ambavyo viko kwenye mataifa hayo kama Ufaransa. Leo watu wanajikuta wanalia, lakini Mungu anashindwa kuingilia kati, maana ni Mungu wa kanuni. Mungu anafungwa na sheria. Atalindaje? Ana faida gani? Na ni vitu, ni mali yake, lakini ufalme wake umekuwa duni, kama vile Mungu hana kitu duniani, hana watu wanaoangalia jinsi gani kwenye ufalme wa Mungu kujengwa. Kuna maendeleo. Ndio maana sema wanakuja wevi sasa, wanyang'anyi,
Na popote anasema bali jiwekeni hazina yenu mbinguni. Kuna mtu anasema basi mimi naweka mbinguni ni mpaka niende mbinguni. Hapana. Mbingu yako unaitengeneza hapa chini duniani. Mbingu yako unaitengeneza hapa chini duniani. Ambapo anakuambia hiyo mbingu ni mahali kusikoharibika kitu, kwa nondo wala kwa kutu wala kwa wevi wala hawavunji wala hawaibi, kwa kuwa hazina yako ilipo. Tumishi wa Bwana tuelezee hili kwamba kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapokuwa moyo wako. Amen. Hazina yako ni kile ambacho kipato chako. Hazina yako kinachowekeza ni hazina yako. Kilipo unapowekeza pale, kilipo pale ndio hazina yako. Sasa pale ambapo hazina yako kipato chako lipo, unapowezeka pale ndio moyo wako ulipo. Amen. Sasa wengi sana sio unakuta mtu unawezeka kimwili. Amen. Unawekeza kimwili hapa duniani, unaacha kuwekeza pia rohoni, mambo ya ufalme mbinguni. Kwa hiyo mtu anapowekeza sana kwa kimwili ni kama ndio moyo wako ndio ulipo hapo mambo kimwili. Yaani moyo wako ndio uko duniani, uko kimwili kwamba dunia, kwamba ufalme wa dunia. Lakini unapokeza moyo wako katika ufalme wa Mungu, ni kama moyo wako ndio upo kwenye ufalme wa Mungu. Hazina yako unapowekeza kwenye ufalme wa Mungu ndio moyo wako ulipo. Unapokeza hazina yako ambapo ni kipato chako ndio kwenye dunia, ndio basi moyo wako kwenye dunia. Na kule kwenye dunia kuna wivi, wanyang'anyi. Sasa unakuta mtu basi biashara kupata uharibifu, kuungua soko au biashara kuungua, unakuta basi hapo baada ya kufanya hivyo tukio moyo unaanza kuuma. Au poraji umetokea, moyo unaanza kuuma kwa sababu moyo wako umewekeza kwa mambo ya mwili kuliko ya moyo. Unapokeza katika mambo ya roho, ni kule hakuna wevi, hakuna nyang'anya, hakuna uharibifu. Kwa hiyo unakuwa moyo wako unakuwa katika hali ya amani, furaha, utulivu. Unajua Mungu pale ananilindia. Hata ikitokea tu una haki ya kumdai, yaani una madai ya haki mbele za Mungu. Kwa nini Mungu nimefanya hivi lakini limetokea hili? Kwa nini? Amen. Unatakiwa upeleke hoja, na hoja hii ukisoma kwenye kitabu cha Isaya 43 mstari ule wa 26. Isaya 43:26. Amen. Anasema hivi, unikumbushe na tuojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Amen. Kwamba ni kweli umewekeza kwa Mungu na ukaona hasara. Japo sasa kuna watu wengine hapa watakuwa wanasema na sisi tunawekeza kwa Mungu. Mungu yupi? Maana duniani hapa kuna miungu wengi. Kuna Mungu aliye hai, na kuna miungu wengine watu, na kuna miungu sanamu ya kuchonga, kinyago kilichosimamishwa ambacho Wakristo kama Wakatoliki wanasema ni Yesu. Kwa hiyo usije ukaniambia kabisa uwe na miungu hiyo alafu uje uanze sasa kusema tunaojiana, unikumbushe tuojiane. Kwanza yule azungumzi. Hana mahojiano yule uliyemweka sanamu, uliyeweka sebleni. Hawezi kuzungumza. Lakini hapa Mungu aliye hai, ambaye anasema sikio langu si zito hata nishindwe kusikia, wala macho yangu si kipofu, wala silali wala sisinzii, ili hata wevi waje wakuvunjie. Anasema unikumbushe hata ikitokea. Maana tukumbushane na tuojiane, eleza mambo yako upate haki yako. Kwamba utakuwa kweli una madai ya haki. Kwamba kwa nini nimetendewa hivi. Lakini ulivyozungumzia swala la kwamba hazina yako ilipo ndipo moyo wako ulipo. Pia pale unapoweka hazina yako kama sadaka yako ukawekeza kwenye ufalme wa Mungu. Mimi ninachojua kitu kimoja, kwamba Biblia inasema mwanangu nipe moyo wako. Manake kuna maelekezo mengine ya kibiashara, fursa nyingine ambazo zinaweza zikawa zimezuiwa kwako, maana hazina yako haujaiweka kwa Mungu. Uwekezaji wako hujaweka kwa Mungu. Kwa unatamani maelekezo ya jinsi ya kuiendesha hiyo biashara ndani ya moyo wako, maana hazina yako ilipo ndipo na moyo wako ulipo. Kwa kuna maelekezo mengine Mungu anaweza akawa anataka
kuyatoa kwako mfanyabiashara, kwako mkulima, kwako mfugaji, kwako mwinjilisti, kwako mtume, kwako nabii. Tumewekwa. Mungu kuna wakati mwingine anasema nimewaweka ili muwatajirishe mataifa. Maanake unakuta hata kwenye ufalme wa Mungu huku makanisani unawataka kuwahubiria kweli ya neno la Mungu. Wengine wanasema anataka faida zetu, anataka sadaka zetu. Kwa Mungu anawaacha. Kama anavyosema tazama lile jiwe amelikataa waashi, litakuwa jiwe kula wapi? La pembeni. Kwamba anafika hatua hata anasema kawahubirieni na mataifa, wapeni wao utajiri. Kwa usishangae tunazungumza wafanyabiashara, unakuta hata watu walio watu wake anayetaka awanufaishe, awafaidishe, hawamtaki. Hawataki maagizo yake. Hawataki maelekezo yake. Unatumwa kwao, hawakutaki. Yaani unafika tu anakuambia mtoeni. Kwa ni vitu ambavyo vinasikitisha sana. Kwa moyo wako, hazina yako ilipo, ndipo moyo hata wa maelekezo ya uendeshaji wa chochote ulichokiwekeza, hata kama ni kwenye ufalme wa Mungu, hata kama ni kwenye mambo ya kimwili, ya kibiashara, ya sekta ya ufugaji, kilimo na kampuni na namna nyingine yoyote vile. Karibu. Ukiwekeza, Mungu asema pia, mwanangu nipa moyo wako. Mungu ataka moyo wako ili hazina yako uweke kwenye ufalme wake. Kwa nini nasema mwanangu nipa moyo wako? Maandiko pia yanasema lina sana moyo wako vyote. Lina sana moyo wako vyote. Anapo chemchemi zima utokapo. Kwa unapowekeza moyo wako, unapowekeza hazina kwenye ufalme wake, ni kama mmoja wapo pale unaweka unalinda moyo wako. Sababu wengine wanaweza kwenye duniani hapa, ukitokea obefu wote kwenye dunia, moyo wako unakuwa unaumia. Na hapo chemchemi zima zilikuwa hazitoki tena, kwa sababu chemchemi za maumivu za magonjwa zinatoka hapo. Na sababu kusalinda sana moyo wako. Unalindaje? Unalinda unapowekeza zina kwenye ufalme wa Mungu. Hapo ndo kuna amani, kuna kila faraja, kuna kitu. Na pale pia anapowekeza kwenye mambo ya ufalme wa Mungu, hazina yake ambayo akaiwekeza, sadaka yake, kile ambacho Mungu amemjalia, hata kama sio fedha tu. Kuna upendo. Tutakuja kuangalia kipindi kinachofuata namna Jonathan aliwekeza upendo kwa Daudi, akaja kulipwa fadhila mtoto wake. Lakini nilichokuwa nataka kukielezea ni jinsi ambavyo uliposema linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo. Maana kuna namna ambavyo hao wanaowekeza kwenye mwili wanapata hasara. Kama tulivyosema kuna faida na hasara. Anapokuambia linda sana moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokako chemchemi. Maana anashindwa hata kuwa na amani ndani ya moyo wake, kwa sababu hata aliyemwajiri ana imani naye. Kweli. Hata aliyemwajiri tu ana imani naye. Maana naye alimpata kutoka wapi? Maana Mungu anaweza akakupa mwajiri mwaminifu kutoka kwake. Amen. Ukawa na amani, ukalinda moyo wako, hata kibiashara ukaendelea, ukawa na utulivu. Ndio maana nawaambia hakuna watu ambao hawana amani kama pia matajiri. Wamewekeza kila mahali, lakini hata walio waajiri hawajatoka kwenye ufalme wa Mungu. Kwa wanawaza chemichemi za hofu ndo zimejaa ndani ya mioyo. Hawana chemichemi za uzima. Unakuja kusikia ni mfanyabiashara mkubwa, lakini ana ugonjwa. Ana shinikizo la damu. Ana pressure. Atataka. Ana nini? Yote ni kwa sababu hazina yako ilipo uliiweka duniani. Kwa pia hata maelekezo ya mtu wa kukuajiri unampata duniani. Huwezi kumpata kutoka kwenye ufalme wa Mungu ukapata amani. Ni maombi yetu kupitia ujumbe huu. Ili somo ni pana sana. Tutakapopata tena nafasi nyingine, tutakuja kuelezeana
ni kwa jinsi gani ambavyo kuna watu pia wamepata hasara kubwa kwa kuwekeza baa. Yaani wanawekeza, yaani wanasumbukia huu mwili wawekeze, si chakula chenye kuwapa mwili nguvu au afya, bali wamejikuta wakinywa pombe, wakiwekeza ndani ya miili yao vinywaji ambavyo mwishowe haviwapi faida, bali vinaleta hasara ya miili yao, na mwisho kabisa wanaelekea kufa. Huu sio upande tu wa walevi, pia hata upande wa wanawake, hata kama sio walevi, wanaweza wakajikuta wamewekeza kuhakikisha tafuta jinsi ya kuweza kubadili ngozi zao nyeusi, wakataka kupaka Carolite, ambayo hiyo Carolite sasa umewekeza makopo mangapi ambayo yamejaa ndani mwako, lakini mwishowe, kama nilivyotangulia kusema, ni kitendo cha mtu kuweka kitu, hata kama ni kwenye ngozi yako, baadaye ukiwa unatarajia faida, kumbe unakuja kupata hasara ya kansa ya ngozi. Lakini ni kwa jinsi gani umewekeza kwenye ngozi ambayo Mungu alishakuumba na akakukamilisha, na akakuumba kwa jinsi ya ajabu na isiyoelezeka, na mwanadamu ukajikuta kile cha Mungu ambacho ni cha kufanya faida. Hata kuna watu ambao wana mahitaji kwenye taifa lako, wana mahitaji kwenye ukoo wako, kuna mahitaji kwenye wajane, kuna mahitaji kwa yatima, watu magerezani, lakini leo watu wakajikuta sasa wanaishia kuharibika kwa sababu waliwekeza kile walichokipata, walikiwekeza kwenye miili yao kwa kutaka mfanano wa kuwa na sura fulani nyeupe kama wazungu. Ukiangalia kitabu cha Galatia, Galatia 6:8 apachosoma mtumishi wa Mungu, Galatia 6:8, maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu. Maana yeye apandaye kwa mwili wake, katika mwili wake atavuna uharibifu, bali apandaye kwa roho, katika roho atavuna uzima milele. Amina. Mungu akubariki sana. Nadhani neno linajieleza kwamba maana yeye apandaye kwa mwili wake, maana yake yeye aliyewekeza kwenye mwili wake atavuna uharibifu. Na leo tunaona uharibifu wa watu ambao wameamua kujichubua kansa. Leo tumeona watu ambao wamepanda katika miili yao pombe, sigara, bangi, vinywaji vikali, hata kama ni vya gharama. Tumeona jinsi, lakini yeye apandaye katika roho atavuna uzima wa milele. Tutakuja kuelezeana zaidi katika sehemu ya pili kwa neema ya Mungu tutakapokutana tena. Amen. Amen.